Karibu katika channel yetu ya Mshana Tech, ambapo utakuwa unashuhudia vipindi mbalimbali vya elimu, burudani na habari mbalimbali. Na leo nipende kukaribisha katika mfululizo wa somo moja muhimu sana, ambao utakwenda kuangalia namna ya kujenga brandi binafsi. Somo hili litakuwa na jumla ya vipindi 6, na katika vipindi hivi 6 tutakwenda kuangalia hatua kwa hatua ni namna gani itakayoweza kujenga brandi binafsi. Ili uweze kujenga brandi binafsi, yapo mambo mbalimbali ambayo unatakiwa uyaelewe. Kwanza, uelewe nini maana ya brandi binafsi. 2, uelewe namna ya kutengeneza profile zako ziwe nzuri katika mitandao ya kijamii. 3, namna ya kutengeneza maudhui ya kuvutia itakayotakiwa yafikie watu wako. 4, namna nzuri ya kufikisha maudhui yako. 5, uelewe ni namna gani ya kujihusisha na wengine mtandaoni, namna gani ya kufanya network na watu. Lakini 6, uelewe namna ya kutengeneza uaminifu mtandaoni, watu wa kuamini na watu waamini katika kile unachokideliver na watu wajifunze kupitia kwacho. Leo tutakwenda kuangalia kwanza kwa undani zaidi juu ya brandi binafsi. Tutakwenda kuelewa nini maana ya brandi binafsi. Kwa nini brandi binafsi? Ni hatua gani ambazo natakiwa nizichukue wakati ninapohitaji kutengeneza brandi binafsi? Tutakwenda kuanza na nini maana ya brandi binafsi. Brandi binafsi ni jinsi unavyojijenga na kujiwasilisha kwa wengine, hasa mtandaoni. Inahusisha picha, value, thamani, ujuzi na uzoefu wako ambao unawasilisha kwa jamii. Ni kama alama ya kibiashara, lakini inahusisha wewe kama mtu binafsi. Brandi inaweza kuwa katika maeneo mbalimbali kama vile brandi kitaaluma, kibiashara na brandi katika maudhui mbalimbali unayoyafikisha kwa watu. Na katika mada hii tutazungumzia zaidi brandi katika nyanja kuu mbili, kitaaluma na kibiashara. Kwa nini brandi binafsi ni muhimu? Kwa nini ni muhimu? Ushawahi kujiuliza swali kama hili? Lakini leo unakwenda kupata majibu yake. Kwa nini brandi binafsi ni muhimu? Moja, brandi binafsi inakusaidia kujitambulisha. Katika ulimwengu huu wa leo, watu wengi wanatumia mitandao ya kijamii kutafuta fursa za kazi na kutafuta wateja kupitia mitandao. Mitandao huwasaidia kujulikana, kutambulika wanafanya nini na wanajihusisha na nini, na hii inawasaidia wao kupata watu, wateja na kupata kazi au fursa za kazi. Brandi binafsi inakusaidia kujitambulisha na kuonekana na waajiri au wateja. Mfano, wapo watu waliopata kazi kupitia LinkedIn account baada ya kuonyesha ujuzi wao. Let's say mtu ana taaluma ya uandishi wa habari, akaonyesha ujuzi wake huko. Hii itakuwa rahisi yeye kuonekana na kupata ajira. Sababu ya pili inayosababisha brand binafsi ni muhimu, brand binafsi inakusaidia kuonyesha ujuzi. Brand binafsi inakupa nafasi ya kuonyesha ujuzi na maarifa yako, ambayo yanaweza kukusaidia kupata nafasi ya kazi au wateja katika biashara yako. Mfano, unaweza kuonyesha ujuzi wako wa kuandika makala nzuri za mtandaoni, na hii ikakusaidia kupata wateja wapya. Umuhimu mwingine wa brandi binafsi ni kujenga uaminifu. Brandi nzuri inajenga uaminifu. Ukiwa na brandi kubwa, inakusababisha watu wanakuamini, wanaamini kile unachokideliver, wanaamini kile unachokifanya. Watu wanapokuona kama mtaalamu katika eneo fulani, wanakuwa na imani na wewe na wanaweza kuwa tayari kufanya kazi na wewe au kutumia bidhaa zako, hivyo ukawavuta karibu. Mfano, mtu anayeandika kuhusu masuala ya fedha anaweza kujenga uaminifu kwa kushiriki maarifa yake na kutoa ushauri wake wa bure mtandaoni, na watu wakaweza kuamini katika kile anachokifanya na anachokielekeza. Brandi binafsi inakusaidia kujenga mtandao. Brandi binafsi inakuwezesha kujenga mtandao wa kitaaluma, kibiashara na katika nyanja mbalimbali. Watu wanapokujua na kukutambua, wanaweza kukusaidia kushirikiana nawe na kukutambulisha kwa wengine, na hii itakusaidia kukutana na watu sahihi katika eneo lako la kazi. Mfano, mtu anajiandaa kuwa mzungumzaji, anaweza kuungana na wataaluma wengine katika sekta yake kupitia matukio ya mtandaoni na kujenga mtandao wa kitaaluma. Ni mambo gani ambayo unapaswa kuzingatia wakati natengeneza brandi binafsi? Hatua gani napaswa kuziangalia? Moja, lazima nifanye tafiti. Fanya tafiti. Je, natengeneza brand kwenye nini? Na angalia watu wengine wanaofanya katika sekta yako wanafanyeje. Mfano, unataka kuanzisha biashara ya mtandaoni, fanya tafiti jinsi wafanyabiashara wengine wanavyotangaza bidhaa zao mtandaoni na kujifunza kutoka kwao. Fanya tafiti ni
brand gani mimi nataka kutengeneza. Je, nataka nitengeneze brand katika biashara gani, katika kitu gani, wengine wanafanyeje? Fanya tafiti. Lakini thamani na imani. Fikiria ni kitu gani ambacho unakiamini na thamani yake unayotaka kuiwasilisha kwa watu. Hii itakusaidia kuunda picha ya kweli na ya kuvutia. Unapothamini kile unachokifanya na kile unachokiamini, itakusaidia kutengeneza maudhui au itakusaidia kutengeneza bidhaa ambayo itawavutia watu. Mfano, mtu anayejiwasilisha katika nyanja ya ujasiriamali anaweza kuzingatia wazi, uaminifu, akiamini katika wazi na uaminifu, lakini akisisitiza umuhimu wa kutoa bidhaa za ubora. Hii itamjengea thamani kubwa sana kwa watu. Lakini tathmini ujuzi na uzoefu wako. Tafakari ujuzi na uzoefu wako wa kitaaluma, kibiashara. Nini unachoweza kutoa? Hii itakuwa ni sehemu muhimu ya brand yako. Hapa unaangalia unaweza nini na una ujuzi gani ambao utautumia wewe kufikisha ujumbe kwa watu. Mtindo wa mawasiliano. Tafakari, je, katika kutengeneza brand yangu nitatumia mfumo gani wa mawasiliano? Hii inategemea na ni brand gani ambayo unataka kuijenga. Zipo mitindo mbalimbali ya kuwasiliana. Mfano, kuwasiliana kwa njia rasmi, kirafiki au kisiasa. Mfano, mtu anayetaka kuwa mtaalamu wa masoko anaweza kuwasiliana kwa mitindo ya kirafiki, ya kisiasa, na akitumia lugha rahisi na picha za kuwavutia wateja. Kwa hiyo, ili kutambua nitatumia mtindo gani wa mawasiliano, lazima utambue ni brand gani ambayo unatengeneza, ambayo ni hatua ya kwanza tulisema pale. Lazima ufanye utafiti. Na kupitia hizi hatua au mambo ambayo ukiangalia, unaweza ukaanza mchakato wa kutengeneza brand yako. Mwisho zaidi, kuna kidokezo nitakwambia hapa. Kuelewa brand binafsi ni hatua ya kwanza na muhimu sana katika kujenga brand binafsi ambayo ni kubwa na ya kueleweka na mtandao katika taaluma au kibiashara. Kwa kuzingatia thamani, ujuzi na mtindo wa mawasiliano utakaoweza kuutumia, unaweza kujenga picha inayovutia na inayoweza kuwasaidia watu kukutambua na kukufuata. Kipindi kijacho tutakwenda kuangalia namna ya kutengeneza profile nzuri za katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo TikTok, Instagram, Facebook na mitandao mbalimbali ya kijamii. Asante kwa kutazama video yetu. Nikukumbusha usahau kulike, kucomment